Anasema al-Imam an-Nawawi an amiril mu'minina, imepokelewa kutoka kwa kiongozi wa waumini Abi Hafsin, babake Hafs, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qala, amesema sami'tu Rasulullah, nilimsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam yaqul, akisema innamal a'malu binniyati, innamal a'malu, hakika si vinginevyo, innama, hakika si vinginevyo. Innama ni adatu hasrin, chombo cha kudhibiti katika lugha ya Kiarabu. Innama, hakika si vinginevyo, al-a'malu, matendo yote. A'mal ni wingi wa neno amali, na muradi wa a'mali katika hii hadith ni yale matendo yanayotoka kwa mtu mukallaf aliyekalifishwa na sharia, ambaye akitenda mema anapewa thawabu na akitenda mabaya anaandikiwa dhambi. Huyu ni mukallaf. Matendo yatokanayo na mtu mukallaf ndio yanayokusudiwa hapa. Mamoja yawe matendo yake hayo ni maneno, yawe matendo yake hayo ni vitendo, au qaulul qalbi, kauli yake ya moyo. Moyo nayo ina kauli, kauli ya moyo ni itikadi, ni amali hiyo. Kwa hiyo maneno ya moyo, maneno ya ulimi, matendo yanayotendwa na viungo vyetu, a'mal, yote haya binniyati, huzingatiwa nia. Nini maana maneno haya? Maana yake matendo ya mja mukallaf ambayo atayatenda, kukubaliwa kwake, kusihi kwake, kunazingatiwa nia. Kusihi kwake matendo yake huyo mukallaf huzingatiwa nia. Hii ni kauli ya wanawazuoni katika kusherehesha jumla hii. Wengine wakasema innamal a'malu binniyati, hakika matendo yote yanayotendwa na mukallaf binniyati, ay bisababi niyat, hutendwa kwa sababu ya nia. Tafsiri ya pili, kwa maana wenye kauli hii ya pili wanataka watuambie hakuna amali yoyote atakayoitenda yeyote ila alikuwa na nia kabla ya kuitenda na alikuwa na kusudio. Kwa hiyo sababu ya kupatikana kwa matendo ni nia aliyokuwa nayo mtendaji. Mamoja, nia hiyo iwe ni njema au nia hiyo iwe ni mbaya. Mamoja, hilo alilolitenda ni taa au alilolitenda ni maasiya, ila sababu ya kupatikana kwa amali ni nia. Hii ni tafsiri ya pili, innamal a'malu binniyat. Kwa maana matendo yote yanayofanyika yalifanyika kwa nia ya mtendaji. Ndio maana hii, na hii ni tafsiri ya ahlul ilm. Na waliosema matendo yote mema ya kiibada ayafanyayo mukallaf, kukubaliwa kwake au kutokukubaliwa kwake ni ile nia yake wakati wa kuyatenda matendo yake. Tafsiri ya kwanza, ambayo hii ndiyo arrajih, yenye nguvu.